Katika vita ambavyo vinaendelea nchini Irani pamoja na Israeli wakisaidiwa kwa nguvu kubwa kabisa kutoka Marekani, kuna maswali mengi watu wanajiuliza, hasa wanasema kwa nini nchi za Kiarabu hazilipizi kisasi dhidi ya mashambulizi kutoka Iran? Wakati vita vya Marekani pamoja na Israeli dhidi ya Irani vikiendelea, Teherani inaendelea na mashambulizi yake ya makombora dhidi ya nchi za Ghuba ya Uajemi. Siku ya Alhamis, Machi 19, 2026, baada ya Israeli kushambulia kiwanda cha gesi huko South Pars, Iran ilishambulia sehemu ya eneo la nishati la rasi ya Rafah la Katari pamoja na mataifa mengine ya Ghuba hadi sasa yamechagua kutolipiza kisasi dhidi ya Iran licha ya kulengwa mara kwa mara. Kwa nini wanajizuia kulipiza kisasi? Wakati Marekani pamoja na Israeli zilipoanzisha kampeni yao ya pamoja ya kijeshi dhidi ya Irani Februari 28, Teherani ilijibu mara moja kwa kulenga sio tu Israeli bali pia washirika wake wa Marekani katika maeneo ya Ghuba. Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Omani na hasa Falme za Kiarabu zote zililengwa. Kulingana na maafisa katika nchi za Ghuba ya Uajemi, pamoja na kushambulia kambi za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, Irani pia inalenga miundombinu ya kiraia ikiwa ni pamoja na viwanja vya ndege, hoteli, maeneo ya makazi pamoja na majengo ya nishati. Kwa nini hazilipi kisasi? Lakini nchi za Ghuba ya Uajemi hadi sasa zimependelea kutoanzisha shambulio dhidi ya Irani zenyewe na kutoingia vitani moja kwa moja. Kwa mtazamo wao, vita hivi si vita vyao, na jibu la kulipiza kisasi lina athari ya kuwageuza kutoka kuwa watu walio hatarini kushambuliwa na kuwa watu ambao wanapaswa kushambuliwa, kwa sababu bado wana mengi ya kupoteza kuliko watakayoyapata ikiwa wataingia vitani, anasema Sina Tozi, mtafiti katika taasisi ya Afrika Tohozi ya Marekani kuhusu sera za kimataifa. Kiongozi huyo anasema kwamba kusita huku kujibu ni matokeo ya mchanganyiko wa udhaifu, hesabu za kimkakati na kutokuwepo kwa mafanikio. Anabainisha kuwa uchumi wa nchi za Ghuba ya Uajemi unategemea miundombinu ya nishati, usafirishaji wa meli pamoja na imani ya uwekezaji. Haya yote ni maeneo ambayo Irani inaonyesha kuwa ina uwezo ya kuyavuruga. Anasema Irani inatumia nchi za Ghuba ya Uajemi pamoja na mlango wa bahari wa Hormuz, zote zikiwa njia muhimu za majini kwa uchumi wa dunia, kama njia ya kutoa ushirikiano. Lakini bila sababu, mtafiti katika taasisi ya utafiti ya ushauri ya Tellers pamoja na afisa wa zamani wa Pentagon katika utawala wa kwanza wa Donald Trump anasema kwamba ikiwa nchi za Ghuba ya Uajemi zitaendelea kutoishambulia Iran, zinatuma ujumbe kwa Teherani kwamba inaweza kusababisha uharibifu zaidi bila kukabiliwa na matokeo yoyote makubwa. Anasema lengo la kujibu mashambulizi ya Irani itakuwa ni kuilazimisha kusimamisha mashambulizi yake kwa muda mfupi na kuunda kinga dhidi ya uchokozi kutoka kwa nchi hii kwa muda mrefu huko mbeleni. Rob Gates, mhariri wa usalama wa kimataifa katika chuo cha King's London, anasema pia kuna kusita miongoni mwa mataifa ya Ghuba kuifuata Israeli na malengo yake katika eneo hilo. Kuna hisia kwamba Israeli ilivuta Marekani katika vita hivi. Joseph Aron anasema kwa viongozi wengi wa Ghuba, ulisi wa vita vilivyoongozwa na Marekani dhidi ya Iraki bado una athari katika eneo hilo. Mwaka wa 2003 Marekani ilipindua utawala wa Saddam Hussein baada ya kuivamia Iraki, lakini matokeo yake yalikuwa ni ombwe la madaraka lililosababisha uasi, vurugu za kidini na miaka mingi ya ukosefu wa utulivu nchini Iraki na kote katika eneo hilo. Mzimu ya mwaka wa 2003 bado unasumbua eneo hilo, anasema. Wana wasiwasi kwamba vita hivi vitafungua milango ya mafuriko ya machafuko pamoja na ukosefu wa utulivu katika eneo hilo, pia kuruhusu Irani kupanua ushawishi wake. Wasiwasi wao ni sahihi kabisa.
Bado anasema kwamba mataifa ya Ghuba sasa yana wasiwasi kwamba Marekani inafanya operation isiyo ya mwisho bila malengo yasiyokuwa na wazi kabisa, ama njia isiyo wazi kuelekea siku ya baada ya vita, na hatimaye eneo hilo itaachwa katika fujo hilo. Lakini licha ya nchi za Kiarabu kutoridhika na vita hivi, nchi hizo bado zinategemea sana usaidizi wa kijeshi na Marekani. Mbali na kuhifadhi kambi pamoja na vikosi vya Marekani, nchi kadhaa za Ghuba ya Uajemi pia zinashirikiana na Marekani katika uwanja ubadilishanaji wa taarifa pamoja na kutegemea mifumo ya ulinzi wa anga ya nchi hiyo. Kulingana na maafisa wa Ghuba ya Uajemi, mifumo hii ya ulinzi wa anga imezuia na kuzima mashambulizi mengi ya makombora ya Irani. Viongozi wa Ghuba bado wanaona diplomasia ndiyo njia pekee ya kukomesha mvutano huu, anasema kiongozi huyo. Kiongozi mwingine anasema kwamba Irani haijalenga mataifa yote ya Ghuba kwa nguvu sawa, jambo ambalo linaonyesha tofauti katika uhusiano na Teherani na kila moja ya nchi hizo. Falme za Kiarabu imekuwa ni mojawapo ya nchi ambayo imelengwa zaidi wakati wa vita hivi. UAE pamoja na Bahrain zote ziliingia katika uhusiano na Israeli mnamo mwaka wa 2020. Kwa upande mwingine, Oman ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikichukua jukumu la mpatanishi kati ya Irani na Magharibi haijalengwa sana na Teherani. Oman ilikuwa ni nchi pekee ya Ghuba kumpongeza kiongozi mpya wa Irani Mojtaba Khamenei. Hii ilifanya kuzistabisha nchi zingine za Ghuba. Lakini Mohamed Bohari, mkurugenzi mkuu wa kituo cha utafiti pamoja na sera za umma chenye makao yake Dubai, anasema kwamba Irani inazisukuma nchi za Ghuba ya Uajemi kuelekea katika muungano mkubwa zaidi dhidi yake. Anaongeza kusema kwamba kwa kushambulia nchi za Ghuba ya Uajemi inazigeuza kuwa maadui zake na kuongeza hatari ya vita vipana zaidi, vita ambavyo hakuna mtu ambaye anavitaka. Kufuatia mkutano wa waziri wa mambo ya nje ya Ghuba nchini Saudi Arabia siku ya Jumatano, nchi za Kiarabu zilithibitisha tena haki yao ya kujilinda kwa mujibu wa kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa. Dr. Harris, mtafiti katika taasisi ya ushauri ya Uingereza Royal United Service, anasema kwamba ingawa mataifa ya Ghuba hadi hivi sasa yamejizuia kulipiza kisasi, hesabu za kisiasa zinaweza kubadili au kubadilika zaidi, hasa ikiwa mashambulizi yanayovuruga mauzo ya nje ya nishati yataendelea ama kuongezeka. Kiongozi huyo anasema jambo moja ambalo linaweza kubadilisha hesabu hizi ni shambulio kubwa dhidi ya vituo vya nishati. Irani ilitishia siku ya Alhamisi baada ya kushambulia kituo cha nishati cha Ras Faisi huko Katari kwamba itafanya uharibifu kamili wa washirika wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi ikiwa mashambulizi dhidi ya vituo vyake itaendelea. Pia ikiwa makundi ya washirika ya Irani watashambulia moja kwa moja nchi za Ghuba ya Uajemi, mabadiliko mengine katika mbinu zao yanaweza kutokea. Ikiwa Houthi watashambulia, basi mashambulizi mapya yatatokea, alisema kiongozi huyo. Anaongeza kwamba katika hali hii mataifa ya Ghuba yanaweza yasione tena mzozo huu kama unaohusu Marekani na Israeli pekee, bali kama ni mzozo wao pamoja. Kwa vyovyote vile, kiongozi huyo anasema kwamba ingawa mataifa ya Ghuba hayajalipiza kisasi hadi hivi sasa, mkakati wa Irani ni hatari sana. Anasema kwamba Wairani wanaharibu madaraja yote ya uhusiano wao pamoja na nchi za Ghuba ya Uajemi. Kiongozi huyo anaendelea kusema kwamba mataifa ya Ghuba hayatakubali Irani kuyashambulia kwa muda usiojulikana. Anaamini kwamba mkakati hatari wa Irani wa kulazimisha mataifa ya Ghuba ya Uajemi kudhibiti Washington hatimaye utasababisha matokeo mabaya. Wanaweza kusema kwamba ingawa mwanzoni walipinga vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani, usalama wao wenyewe sasa uko hatarini kutokana na kulipiza kisasi kwa Irani, na kwa hivyo basi ina mantiki zaidi kuunga mkono operation ya Marekani kukomesha vitisho vya Irani, kiongozi huyo alisisitiza.